Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya Matawi, na vile vile inaitwa Dominika ya Mateso. Na ile Dominika ambao siku 6 kabla ya kusherehekea Pasaka ya Wayahudi, Yesu aliingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. Na hivyo watu wengi wakamshangilia. Na hii siku ndio hiyo ambao tunasema ni wiki ambao tunaanza wiki kuu, ambapo tutakuwa tunasherehekea kilele cha imani yetu kama Wakatoliki, mateso ya Yesu Kristo, kufa kwake na ufuko wake ambao ulituletea wokovu. Na hivyo tunaona katika hii Dominika ya leo imegawanywa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni pale tunaanza maandamano kwa furaha. Siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe. Watu walimpigia, walimtandikia mitende na vile vile nguo zao. Akapanda mwanapunda, akamwimbia nyimbo za shangwe. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ni maandamano kwa shangwe, na hivyo tunaona jinsi Yesu anavyotuelekeza katika maisha yetu, ya kwamba hakutuumba kwa ajili ya mateso, hakutuumba kwa ajili ya kukaa na huzuni, lakini alituumba ili tuweze kushangilia, tuweze kukaa na furaha, tuweze kukaa na amani. Hakupanda farasi, lakini alitimiza ile ahadi ya nabii Zakaria sura ya 6 aya 6, yanasema kwamba atapanda mwanapunda. Na hivyo atakuja kwa vita ili kutoa ule utawala wa dola la Kirumi, lakini aweze kuonyesha wana wa Israeli ya kwamba yeye ndiye yule Masia alitabiriwa. Na hiyo ni furaha ndio tunapaswa kuwa nayo, tukiona kwamba Yesu anatualika tuweze kuwa na furaha katika maisha yetu, tuweze kuwa na furaha katika familia, tuweze kuwa na furaha ingawa kwa mgonjwa, tuweze kuwa na furaha katika yale yote ambao unayafanya. Ni kitu gani kinakufanya ukasirike? Kitu gani kinakufanya kuwe na hasira? Kitu gani kinakufanya kuwe na huzuni? Hatujaombwa kwa ajili ya huzuni, lakini tumeumbwa kwa ajili ya furaha. Tumeumbwa tuweze kufuatana na huyu Masia, tuweze kufuatana na Yesu, kwa sababu ndani yake kuna furaha, ndani yake kuna amani, kuna tulizo, ndani yake tunapata chochote. Na jinsi hawa na Wayahudi walivyojitoa kwa Yesu Kristo, hata wakamtandikia nguo zao, hivyo na sisi tunajitoa kwake, ya kwamba tunampa heshima, tunampatia utukufu, tunampatia sifa, kwa sababu ni baba yetu. Yeye ndiye anatujalia chochote ambacho tuko nacho. Yeye ndiye yule ambaye tunamhitaji katika maisha yetu. Ndugu zangu, tumfuate Yesu Kristo kwa furaha. Usije kanisani na huzuni, usije kanisani ukiwa umechoka. Kuja kanisani sehemu ambayo utachota furaha, utachota amani. Kaa katika familia yako, familia ya furaha, familia ya amani. Hata kazini, kaa katika sehemu ambayo kuna amani. Usiruhusu roho yako uweze kuhuzunika. Na sehemu yetu ya pili katika Dominika ya leo, sehemu yetu ya leo ni pale ambapo tunakuwa tunasoma mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika sehemu ya pili tunasoma masomo matatu. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, na vile vile tunasoma somo la pili, waraka wa Paulo kwa Filipi, na vile vile tunasoma Injili, sehemu ya Injili. Na hivyo katika haya masomo kuna kitu ambacho tunataka kukumbushwa, ya kwamba katika maisha yetu, kama vile tukavyosikia katika hiyo somo la kwanza, tunakumbusha na nabii Isaya ya kwamba kuna mtumishi wa Bwana ambaye ni mwaminifu katika kazi yake, wala haogopi magumu na mateso katika kuitimiza kazi hiyo.
alikuja kwamba Mungu yaweze kuwa pamoja naye. Na huyu ni mfano wa Yesu Kristo ambaye alivumilia yote. Hiyo ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi ya 7. Na katika somo hili la kwanza tunaona kwamba yeye Yesu Kristo ndiyo utimilifu wa unabii wa kale. Na hapo mwanzo tunaambiwa kwamba anamwamsha asubuhi baada ya asubuhi ili aweze kusikia neno lake na sauti yake aweze kusikia, na hivyo hivyo atarudi nyuma wala ataona haya. Ni maneno mazuri. Ingawa alikuwa anazungumzia kuhusu Yesu Kristo, lakini anazungumza hata nasi kwa siku ya leo ya kwamba huyu Yesu anatuamsha asubuhi baada ya asubuhi na anatupatia masikio ya kusikia sauti yake. Hatutarudi nyuma kamwe, na hivyo hivyo hatupasi kuona haya. Ndugu zangu, ni nani anakujalia watoto? Ni nani amekupatia afya njema? Nani ambaye amekupatia mke na mume? Nani ambaye amekujalia zile nguvu ambazo uko nazo? Ni Yesu Kristo. Anakuamsha licha ya kwamba kuna mabaya ambayo umeyafanya. Anakulinda licha ya maovu yako. Anakubariki licha ya zile nia mbaya ambazo unasifikiria. Kwa hivyo yeye ni mwaminifu. Ni sisi ambao hatuko waaminifu. Sisi ni watumishi ambao sio waaminifu. Hatusikizi sauti ya Mungu. Tunataka kusikia kile ambacho tunakitaka. Na ndio sababu tunapotelea katika maovu. Unasikia sauti ya mganga, unasikia sauti ya wale watu ambao wanakupotosha katika maadili. Unataka kusikia sauti ya Mungu. Wewe ni mtumishi, lakini sauti ya Mungu hata hujui. Unasikia sauti ya mbweha ambao wanamaliza kondoo, na hivyo hivyo kila mara unarudi nyuma licha ya kwamba kuna mwanga wa Kristo mbele yako. Kila wakati unarudi nyuma kimaadili, kimawazo, kimatendo. Hata hauna haya wakati ambao unafanya mabaya. Hatuoni haya wakati ambao tunakuja kupokea kama hatustahili. Hata hatuna haya wakati ambao tunamkana Yesu Kristo kwa watu wale wengine. Hata hatuna haya wakati neno la Mungu linasomwa hata usikilizi. Hatuna haya katika mawazo, katika fikra, katika matendo. Tunaambia kwamba tusikie sauti ya Mungu. Yeye anatuamsha, yeye anatulinda uweze kumuona katika yale yote ambao unayafanya. Na hivyo hivyo katika somo letu la pili inatoka katika waraka mtume Paulo kwa Wafilipi, na yeye anatukumbusha kwamba ama ni yale matunda ya utihi wetu ambao tunayaona katika maisha ya Yesu Kristo. Na hivyo hivyo anafafanua ile fumbo la mwinjilisho, vile neno alivyotoa mwili, ingawa alikuwa Mungu, akaja kwetu, akawa mwanadamu kama sisi, na hakuchukua kama kitu cha kujivunia. Ndugu zangu, kupitia kwa Yesu Kristo tunainuliwa. Kupitia kwa Yesu Kristo tunapendwa. Kupitia kwake tunapata utukufu, kwa sababu katika utu wetu alituinua, alitubariki, alituweka kiwango cha kipekee, na hivyo tumeshirikishwa umungu wake. Sisi tukiwa watiifu tutaweza kupata baraka za Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo vinatusumbua katika maisha yetu. Kukosa kuwa watii. Unakosa kuwa mtii katika familia yako, unaama katika ndoa, unafukuzwa, unapigwa kama mbwa, ama saa zingine unafanya kitu kwa sababu kosa kuwa mtiifu, alafu shida zinakuandamana. Hivyo hata tuko watiifu kwa Mungu. Yeye ametupa, yeye ni baba yetu, anaongea nasi katika neno, lakini hata tumtii, tunafanya yale ambayo tunataka. Katika hali hiyo hatuwezi kupata utakatifu, hatuwezi kupata matunda ya kipindi hiki cha Kwaresma, hatuwezi kupata mwanga wa ile sherehe kuu katika wiki hii ambayo tunasherehekea ufufuo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Ni lazima tutii sheria, lazima tuwe waaminifu katika neno la Mungu, lazima tufanye kile Mungu anachotutarajia tuifanye ili tuweze kushirikishwa Mungu wake. Na injili yetu inatoka katika mwinjili na inazungumzia kuhusu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona jinsi ambavyo alibebeshwa msalaba, vile anavyoyakiwa, vile alipopigwa mijeledi, anapotolewa nguo, anapotemewa mate, anatukana,
anasulubiwa na hivyo anakufa msalabani. Haya yote yanafanywa ili aonyeshe tu ili aonekane kama mtu ambaye hana maana, mtu ambaye amelahaniwa, ni kifo cha aibu. Lakini katika hali hii tunaona inji ilitetemeka, jua likafifia, pasia ikapasuka. Walio karibu pale wakashuhudia, akasema kwamba kwa kweli huyu ni mwana wa Mungu, na katika bavuni mwake kunakatoka maji na damu ambazo zilikuwa sakramenti za kanisa. Kwa hivyo tunaona ni historia ya mateso ya Yesu Kristo na kifo chake, lakini yako na uzito katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni kwamba katika maisha yetu kuna mateso na kuna misalaba. Huyu Petro alipigana katika nguvu la giza akitumia upanga. Kwa hivyo na sisi pia katika maisha yetu, kama vile Yesu alivyofanya, yeye aliteswa ingawa hakuwa anakosa. Mara nyingi unaweza kuanza kujiuliza, kwa nini watu wanakutukana na hujafanya chochote? Kwa nini watu wanakuchekelea na hujafanya chochote? Kwa nini watu wanakudharau na hujafanya chochote? Maisha tunayoishi ni maisha ya dhiki, mateso, matukano. Unachekelewa na watu, unapigwa na watu, vile vile unauawa ukiwa hai, lakini usikate tamaa. Yesu aliyapitia hayo. Jitayarishe kuwa na nguvu za kutosha, na sio lazima wakati ambao watu wanakufanya haya yote uweze kurudisha nyuma ama ulipize kisasi. Hapana, tazama ule utukufu ambao uko mbele, na hivyo uweze kujua kwamba watu wote sio sawa. Sio wote ambao wanatakia mazuri, sio watu wote wanakupenda, sio watu wote wanataka uwe na furaha, sio watu wote wanataka uwe na pesa. Wengi wanataka uweze kuteseka, ukuwe mgonjwa, wengine hata wanataka ufe, hata wengine wanataka hata uwe mke wako aweze kwenda, wengine wanataka hata watoto wako wateseke, wengine wanataka kuwa Mkatoliki, wengine wanataka upatie maisha ya dhiki. Lakini usikate tamaa. Sio watu wote wazuri, kwa sababu watu wote sio wazuri. Kuwa mwangalifu. Wale watu ambao unawazoea wanaweza kufanya mabaya. Wale watu ambao unadhania ndio wazuri wanaweza kukuumiza, wanaweza kufanya ukate tamaa. Kwa hivyo usione watu alafu wakimbilie. Kuwa mwangalifu katika maisha yako. Angalia wasikuweke sehemu ya mateso miaka yako yote, ama kufanyia kitu saa zote ukikumbuka unakasirika ama unalia kila wakati. Watu sio wazuri, huwa mjanja na watu. Na hivyo tunaambiwa kwamba baada ya shida, baada ya mateso kuna utukufu, kuna ushindi. Yesu baada ya mateso yake alituletea ushindi. Na sisi pia tujue kwamba mbele yetu kuna furaha. Unaweza kuwa na mateso, lakini ya mateso ni ya muda. Shida ya familia, hizo ni za muda. Tazama pale mbele, kuna mazuri ambayo Mungu amekuwekea. Hakukuumba ili uteseke, au kuumba ili upate shida, lakini kuna mazuri yako pale mbele yanakusubiria. Usikate tamaa, kazana mpaka mwisho na utaweza kushinda. Utaweza kupata kile ambacho unakitafuta, sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ni Baba ambaye anatujali yote, ni Baba ambaye anatuonea huruma. Na hivyo tuweze tujue kwamba Mungu hajatuacha. Tunaweza kupitia mangumu, tunaweza kupitia shida nyingi, tunaweza kupitia mahangaiko mengi. Hayo ni mateso ya muda tu. Kuna furaha inatusubiria, kuna ushindi ambao unatusubiria. Usikate tamaa katika maisha yako. Ndugu zangu, leo tumuombe Mungu basi, ili kwa neema zake tuweze kuwa na nguvu za kubeba misalaba yetu. Kila mmoja wetu ako na msalaba, kila mmoja wetu ako na shida. Atupatie neema za kubeba mpaka mwisho, uweze kupata furaha, uweze kupata ushindi. Sisi ni watumishi wa Mungu, tusikie sauti yake, tuweze kuona yeye akituongoza katika yote. Tusirudi nyuma, tusiangalie nyuma, tumtazame yeye. Na zaidi ya hayo, tuweze kuwa na furaha katika maisha yetu, licha ya yale mangumu ambao japo Yesu alikuwa na furaha, ingawa alikuwa anajua kuna mateso yanamsubiria. Hivyo na sisi tusikunje nyuso zetu, lakini tuwe na furaha, kwa sababu Mungu ametuumba kwa ajili ya furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu unatupenda, umejalia neema zako, tupatie nguvu za kubeba misalaba ambao tunaipata.
watu watatupiga, watu watatuchekelea, watu watatutukana na kutusemea mate, lakini tunajua wewe ni mwaminifu kwetu. Pati hizo nguvu tujua kwamba tu watoto wako na umetushirikisha umungu wako. Natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema na wiki kuu yenye baraka na neema.